Nashangazwa na rehema zako Yesu, asante kwa neema. Nashangazwa. Mpendwa mtoto wa Mungu, ninakukaribisha katika ibada ya siku hii ya leo. Leo ni siku ya Jumanne mapema, na Mungu ametubariki kwa kutupa pumzi ya uhai. Tunalimidi na kulinua jina la Bwana. Ninapokukaribisha basi katika tafakari ya neno la Mungu na maombi, basi ningekusihi sana kwamba tuendelee kuangalia asili ya uzima wetu ambaye ni Yesu, na tusimwache aondoke katikati yetu. Ninapokusalimu sana kwa upendo. Mungu akubariki na kukulinda na habari za asubuhi. Funika macho yako tuweze kuomba. Mungu wetu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo, tunakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako. Asante kwa ajili ya siku hii uliyoifanya, Bwana. Asante kwa ajili ya mapenzi yako makamilifu katika maisha yetu. Ndio sababu umetukumbuka kwa mkono wako wenye nguvu, ukatuamsha tulipokuwa tumelala kama wafu. Bwana, ukawa mwaminifu, ukatukumbuka katika unyonge wetu, na ukatuonyesha nuru ya jua, ikiwa ni siku ya Jumanne. Bwana, tunajikabidhi katika mikono yako yenye nguvu, tunajidhabihu katika patakatifu pako, Bwana, kwamba sisi tutalindwa nawe na kutunzwa nawe na wala sio vinginevyo. Bwana Mungu wetu, asante hata kwa ajili ya msamaha wa dhambi. Tumekuja mbele zako kujinyenyekeza na kuomba kwamba Mungu ukatuhurumie, ukatusamehe dhambi na makosa katika jina la Yesu Kristo. Ukafute dhambi zetu kwa damu ya Yesu, ukaondoe na majina yetu katika vitabu vya hukumu, na kuandika jina letu katika kitabu cha uzima, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ni sisi na watoto wetu, ni sisi na familia zetu, ni sisi na vyote ulivyotupa. Bwana, tunalihimidi na kuliinua jina lako, na tunakuomba siku hii ya leo ambayo ni siku ya Jumanne ambayo umetupa kwa neema yako, ukatufundishe sisi kupungua ili wewe uzidi, katika jina la Yesu. Sisi tupungue sana mbele zako ili wewe uzidi sana katika maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya wababa ulioamsha salama. Tunakushukuru kwa ajili ya wamama ulioamsha salama. Tunakushukuru kwa ajili ya wababa na watoto ulioamsha salama, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ndivyo tunawasogeza na ndugu zetu walio wadhaifu, walio wagonjwa katika hospitali mbalimbali. Tunawataja katika mikono yako yenye nguvu, mikono yako iwezaye kuponya na mbawa zako zinazojua kutuhuisha. Bwana, ukawaguse ndugu zetu, ukawaponye kuanzia hospitali hizi kubwa za pale Muhimbili, Upanga, kule Mloganzila, kule KSMC, Mawenzi, tunataja kule Amana, kule Temeke. Mungu wetu, ukawaponye wote kule Sinza. Bwana, ukawaponye wote kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mahospitali mbalimbali waliopo, Bwana, ukawahuishe, ukawaguse kwa mkono wako wenye nguvu, waweze kupona Bwana na kurudi nyumbani. Hata wale wanaougulia kule nyumbani tunawataja kwa majina yao. Mungu, nenda kamguse huyu baba, mponye. Mguse huyu mama, mponye. Mguse huyu kijana wa kiume na wa kike, mponye. Mguse na huyu mtoto, mponye. Tunakumbuka na wale vibebi ambao viko kwenye vyumba vya joto hospitali mbalimbali, Bwana, waliozaliwa kabla ya wakati wao, wanaitwa ni watoto njiti Yehova. Mungu, ninaomba ukanyoshe mkono wako, ukawaguse Bwana, waweze kuwa vizuri, waweze kuondoka kwenye vyumba vya joto na kurudi katika vifua vya mama yao, waweze kunyonya vizuri, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunawataja ndugu zetu mbalimbali ambao wanasafiri baharini, nchi kavu, angani. Yesu Kristo, tunakusihi ukafanya njia kwa ajili yao, waweze kufika salama. Bwana, wasipate ajali, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, wapate kukushukuru na kulihimidi jina lako. Tunawaleta wafanyakazi mbalimbali, tunawaleta wafanya biashara,
tunawatamka mikononi mwako Bwana. Tangia wanaofanya biashara katika Kariakoo kule Manzese, tunawataja maeneo mbalimbali wanaofanya biashara kwenye maduka makubwa mpaka yale maduka madogo. Tunawataja akina baba na akina mama wanaofanya biashara kwenye masoko mbalimbali katika jiji la Dar es Salaam, kule Arusha, kule Mwanza, maeneo kule Mbeya, Dodoma. Mungu ukaguse kwa mkono wako wenye nguvu, biashara zao ziweze kusonga na ukawaletea wateja kwa jina la Yesu. Tunawataja wafanyakazi mbalimbali wanaofanya kazi za hatari za kujenga, za kuendesha mitambo. Tunawataja kwako kwamba uwalinde waweze kukaa salama kwa jina la Yesu. Tunawataja madereva mbalimbali wanaoendesha magari makubwa mpaka wanaoendesha bodaboda. Mungu ukawasaidia waweze kukaa salama, ukawapa utulivu katika kuendesha, waweze kutulia, ili Mungu waweze kufika salama wao pamoja na abiria zao, pamoja na wale ambao wako kwenye vyombo hivyo. Bwana, waweze kufika salama kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mungu, tumekushukuru kwa ajili ya hali ya hewa. Tunasema asante hata kwa ajili ya wakulima wa Tanzania. Mungu, ninajua wako wengine maeneo ambao wanajiandaa kuvuna na wengine wanavuna. Walinde salama Bwana, walinde salama mwana wa Mungu li hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ili kazi hizo ziweze kukamilika Bwana. Hata wale ambao wanajiandaa kulima pia uwalinde na kuwatunza, ili Mungu kupitia kazi zao za mashamba watu waweze kupata vyakula. Mungu waweze kupata afya ya kuendelea kukutumikia mwaminifu. Basi Mungu wetu, ni siku hii njema, siku ya Jumanne, ikawa ni siku ya baraka, ikawa ni siku ya kuinuliwa, ikawa ni siku ya kutendewa mema, ikawa ni siku ya kufanya njia mbele yetu kwa jina la Yesu. Iwe ni siku ambayo utatukutanisha na watu sahihi Bwana. Iwe ni siku ambayo Mungu unatenga roho ya mauti katikati ya maisha yetu, ituachie kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Roho ya mauti iondoke kwenye nyumba zetu, roho ya mauti iondoke kwenye biashara zetu, roho ya mauti iondoke kwenye mipango yetu kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Na wale wanaotuwazia mabaya Bwana, watengwe mbali nasi kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kila roho ya ubaya, kila roho ya kuwarudisha watu nyuma, kila roho ya kuwatesa wengine, tunaikamata kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tunainua katikati ya maisha yetu na mizizi yake kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mungu, tunajifunika kwa damu ya Yesu. Ukatutendee mema, usituache Bwana. Bariki tena huyu baba, bariki tena huyu mama, bariki kijana wa kiume na wa kike na mtoto. Tubariki sote Bwana, tumekukimbilia wewe, usituache na siku hii iwe njema. Ukatubariki sisi na vyakula utakavyotupa na vinywaji utakavyotupa, tupate afya ya kuendelea kutumikia wewe, ni sisi na watoto wetu. Ukibariki kazi njema ya utumishi shambani mwako, na ukawatie watumishi wako moyo wote kokote waliko, na ukawainulie watu watakaosimama nao katika utumishi mbalimbali kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Baba, asante hata kwa ajili ya madhabahu ya Faraja. Asante inakofika mahali, ukawabariki watoto wako wote wanaosikia na wote wanaokuhitaji na kukusubiri, ukawape haja ya moyo wao kwa jina la Yesu. Hata wale ambao wako live TikTok hapa na wale watakao kuwa live jioni, Mungu ukawabariki na ukatupe hekima na maarifa ya kujibu maswali yao na kuwaombea na kuwatendea mema sawa sawa na neno kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Sikia kuomba kwetu, na pale mlipo sema amen. Ndugu zangu mlioko TikTok sema amen. Bwana asifiwe. Wapendwa katika Bwana, ninaleta neno la Mungu asubuhi ya leo ambalo litakuwa ni neno la siku, likituongoza kutoka Injili ya Luka mtakatifu mlango wa 18 mstari wa 38. Injili ya Luka mtakatifu mlango wa 8 mstari Injili ya Luka mtakatifu mlango wa 18 mstari wa 38. Ninasoma neno hili katika jina la Bwana. Neno linasema, akapiga kelele akisema, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Nirudie tena. Akapiga kelele akisema, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Mstari wa 39. Basi wale waliomtangulia wakamkemea ili anyamaze, lakini yeye alizidi sana kupaza sauti, mwana wa Daudi unirehemu. Amen.
Mpendwa mtoto wa Mungu, kama ambavyo tuliomba, tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii. Hii ni siku ya mwisho katika mwezi huu wa 6. Yumkini kuanzia Januari kuna mambo ambayo umekuwa ukiyasubiri na hayajatokea. Kuna mengine uliofanya kwa moyo, hujaona yakiturn into hope. Hujaona tumaini, hujaona kuinuka, hujaona furaha. Huu ni mwezi wa 6 unaenda kuisha. Leo ni tarehe 30. Leo ni tarehe 31. Leo ni tarehe 30. Ni tarehe 30 ya mwezi wa 6. Mwezi wa una 31. Sasa Roho Mtakatifu ananikumbusha kwa habari ya huyu mtu aliyekuwa ni kipofu. Aliposikia Yesu Kristo anapita, yeye alipaza sauti. Na ukisoma katika Marko 10:48 anatajwa ni Bartolomayo wa Timayo. Aliposikia ni Yesu anapita, kwa habari alizozisikia kwamba Yesu anawatendea watu mema, alipaza sauti, akapiga kelele kwa nguvu akisema, Yesu mwana wa Daudi unirehemu, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Na hakujali kelele za wale waliokuwa wanamkemea wakimwambia unyamaze, kwa sababu ni mwalimu anapita. Nisikilize rafiki yangu, leo tarehe 30 ambayo ni mwezi wa 6, tarehe ya mwisho kabisa katika mwezi huu, ambapo tunafunga nusu ya mwaka huu 2026. Haijalishi ulichopita, lakini kama kuna jambo ambalo unalisubiri kutoka Yesu, tupige kelele tena siku ya leo. Tuseme, Yesu mwana wa Daudi unirehemu katika ugonjwa wangu. Yesu mwana wa Daudi unirehemu katika biashara yangu na mtaji ambao unapungua. Yesu mwana wa Daudi unirehemu kwenye ndoa yangu, kwa ajili ya elimu ya watoto, kwa ajili ya chochote ambacho unakifanya. Enda piga kelele, enda piga kelele tena, kwa sababu Yesu, neno linatuambia Yesu aliposikia, hata alipoona wale waliokuwa wanamkemea huyu Bartolomayo kwamba anyamaze kimya, Yesu alipoona aliagiza akasema, mleteni kwangu. Nisikilize, utakapoendelea kupaza sauti, you never know, Yesu atatamka mleteni kwangu. Sasa neno mleteni kwangu, maana yake utapata breakthrough ya kile kitu unachokiomba, utapata majibu ya kile unachokiomba. Unajua ni kwa nini? Neno la Mungu linasema sikio la Bwana sio zito likaacha kusikia. Tuendelee kumtafuta Bwana hata kabla ya kesho tarehe 1 mwezi wa 7 kuanza. Sisi leo tupige kelele, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Kuna mwingine ameharibikiwa uchumba wake, ameachwa. Kuna mwingine biashara yake bado kidogo tu ifunge kwa sababu hata mtaji umekata. Ndoa hii inaleta matatizo, mtoto huyo au baba huyo hajapona. Tukumbuke kutamka, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Baba, ukawasikie watoto wako. Leo ni tarehe ya 30 ya mwezi wa 6, tarehe ya mwisho kabisa ya mwezi huu wa 6. Ninaomba ukamkumbuke kwenye hiki anachokuomba. Mungu, wengine wanapambana na madeni, wengine wanadaiwa, wengine hali zao ni ngumu. Bwana Yesu mwana wa Daudi umrehemu huyu baba. Yesu mwana wa Daudi umrehemu huyu mama. Yesu mwana wa Daudi umrehemu kijana wa kiume na wa kike na mtoto, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Yesu mwana wa Daudi mrehemu mtoto wako. Baba yangu mwema, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo, leo ni siku nyingine. Ninakuomba kabla mwezi huu haujakatika, kumbuka rehema, kumbuka fadhili, kumbuka uaminifu. Mrehemu mtoto wako Yehova. Kumbuka rehema, kumbuka fadhili, kumbuka uaminifu. Katika jina la Yesu, mkumbuke tu mtoto wa Mungu huyu, ili Bwana kesho tarehe 1 aianze akiwa na uso wa tabasamu, kama ulivyomkumbuka Bartimayo mwana wa Timayo. Mungu,
ninaomba mkumbuke huyu baba, mkumbuke huyu mama, mkumbuke kijana huyu wa kiume na wa kike, mjibu maombi yake kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Yehova, tumekukimbilia, hatutakuacha wewe, na neno lako nasema sikio lako sio zito likaacha kusikia. Tunatamka tena, Yesu mwana wa Daudi, uturehemu, utubariki Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, sikia kuomba kwetu.